ya kwamba muda unakwenda, muda hautusubiri. Naomba niseme na watumishi wa Mungu, naomba niseme na wachungaji, naomba niseme na wainjilisti, naomba niseme na mitume na manabii ya kwamba tulihubiri neno la Kristo, kwa kuwa siku zimeisha na yeye mwenye kanisa anarudi kulichukua kanisa lake. Waambiwe wanadamu kweli ya kwamba hakuna mwokozi mwingine kama Yesu, ili wafanye maandalizi, kwa kuwa saa inakuja ambayo mwana wa Adamu atalichukua kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Kwa majina yangu naitwa Elisha Enoch, ni mchungaji wa msaidizi wa kanisa la Pentekoste Motomoto chini ya Dr. Matayo, askofu na mchungaji kiongozi wa kanisa hili la Motomoto. Ninapenda kumshukuru Mungu kwa nafasi hii siku ya leo kusema na wewe kwa mambo machache, lakini awali ya yote ninamshukuru Mungu kwa matendo makuu ambayo amefanya kwa ajili ya kanisa la Mungu kuendelea kuliongoza na kulihudumia na kuhudumia watu wake. Nimeona Mungu akiwaponya watu na kuwafungua katika madhabahu ya Pentekoste Motomoto. Naomba niseme neno moja kwako, ya kwamba tunakukaribisha tuweze kushiriki chakula kwa pamoja katika madhabahu ya Pentekoste Motomoto. Karibuni sana wapendwa, makabila yote, madhehebu yote na ulimwengu wote mnakaribishwa katika madhabahu ya Pentekoste Motomoto. Ni madhabahu ya ishara na maajabu. Mungu ametenda maajabu kwenye madhabahu hiyo. Tumeona waliokuwa tasa wakipata watoto, waliokuwa viwete wakitembea, wengine walifungwa na mizimu ya ukoo na familia, lakini Mungu amewaweka huru. Na nafasi hiyo ninakukaribisha mahali pote unaponitazama na kuniangalia kwenye mitandao ya kijamii. Karibu sana tuweze kushiriki pamoja ibada zetu. Nikukaribishe, ni usiku mwingine tena ambao tumepata nafasi ya kula chakula ambacho ni neno la Mungu. Usiku wa leo imempendeza Mungu tuseme na wewe kwa maneno matakatifu. Ni ibada takatifu usiku wa leo ya kujifunza neno la Mungu. Ninawakaribisha watu wote kwa ajili ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba nikukaribishe kwenye ibada hii usiku wa leo na kwa mafundisho haya ambayo Yesu amenipa nafasi ya kusema na wewe usiku wa leo. Nimekwisha kujitambulisha, jina langu ninaitwa mchungaji Elisha Enoch Meshaki. Ni mwanafunzi wa chuo cha Trinity College of Theology. Tuna chuo cha Biblia mahali pale kanisani pale Boko Chama. Ukitokea Bagamoyo unapanda magari ya kwenda Makumbusho, unapanda magari ya kwenda Ubungo, unapanda magari ya kwenda Kariakoo, unapanda magari ya kwenda Moloko, unashuka kituo kinaitwa Chama. Ukifika Chama, hapo kwa nyuma kuna sheli ya Victoria. Pembeni yake kuna barabara ya kwenda Magereza. Kwa nyuma ya sheli ndipo kuna madhabahu na ndipo kuna chuo cha Trinity College of Theology. Ninakukaribisha tuendelee kujifunza neno la Mungu. Nami ni mmoja wa wanafunzi wa chuo hiko cha Biblia. Karibuni sana wale wote ambao mnatamani kuifahamu neno la Mungu, na wale wote ambao mnafahamu kumjua Mungu na siri yake, na wale wote ambao mnatamani kuifahamu Biblia kwa upana wake, ili kumtumikia Mungu kwa maarifa na uwezo mkubwa wa kulifahamu neno lake. Naomba nikukaribishe sasa twende kwenye ujumbe wetu usiku wa leo wa mafundisho. Nitafundisha ujumbe unaosema Yesu Kristo ni chakula. Kwa nini ninafundisha Yesu Kristo ni chakula?
Tunavyo vyakula vingi duniani, tunavyo vitu vya kupendeza vya kufurahisha mwili, na tuna vyakula vingine ni vya thamani, lakini chakula chenye thamani ni Yesu Kristo. Damu inayoweza kuokoa ni damu ya Yesu Kristo. Ndiyo sababu ya kukuletea ujumbe unaosema chakula ni Yesu Kristo. Tunapata wapi uhalali wa Yesu kuwa chakula? Ni katika Biblia takatifu, kitabu cha Yohana, kuanzia sura ya 6, tutatembea hapo kumtazama Yesu kama chakula cha ulimwengu. Naomba nikupeleke kwenye maandiko matakatifu ambayo yatatupa nafasi ya kumfahamu Yesu kama chakula. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana sura ile ya 6 na mstari ule wa 49, Biblia inasema 49. Biblia inasema baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Mstari wa 50, hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala hafi. Nitarudia mstari ule wa 49, baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Mstari wa 50, hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Wala asife. 51, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Ulimwengu umekutana na mafundisho ya tofauti. Umekutana na mambo mengi kuhusu imani. Na dunia inafundishwa vitu vingi zaidi. Na wanadamu wanavielekea, hususa ni kama fundisho lililotawala katika mioyo ya watu, ya kwamba udongo unaweza kuleta uzima, mafuta ya upako yanaweza kuleta uzima, mikate inaweza kuleta uzima, na watu wamefika mbali zaidi, wanatembea na vitambaa wakiamini vitakuwa ni ulinzi katika maisha yao. Lakini nimepata nafasi usiku wa leo kusema na wewe ya kwamba Yesu Kristo ndiye chakula cha ulimwengu. Na maneno matakatifu yanadhihirisha hivyo, ya kwamba baba zetu walikula mana jangwani, lakini walikufa. Maana yake ni nini? Mana haikuweza kuleta uhai ndani ya mwanadamu. Mana haikuweza kuleta uzima ndani ya mwanadamu. Mana haikuweza kumuimarisha mwanadamu. Mana haikuwa msaada kwa mwanadamu. Lakini Yesu anasema, anilaye mimi atapata uzima ndani yake. Na zaidi sana anasema, mimi ni chakula cha ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu ni chakula ambacho ukikipata katika maisha yako, namba moja, kinakufanya uwe na uzima. Namba mbili,
utakuwa salama maisha yako ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Mstari ule wa 52 Biblia inasema, basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tule? Wayahudi wanaanza kubishana wakisema, basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tule? Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno ya Wayahudi, na Yesu wakati akihutubia maneno haya walifika mahala wakastajabu ya kwamba awezaje mtu huyu kusema atatupa mwili wake tule. Twende pamoja. 53 Biblia inasema, basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipo ula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia Wayahudi ya kwamba msipo ula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Anataka kuwapa picha ya kwamba yoyote atakaye ula mwili wake, atakaye liamini jina lake na kuinywa damu yake, atakuwa na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya 6 na ule mstari wa 37. Twende pamoja. Kamata Biblia yako tuweze kushiriki. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ni nini? Wachungaji, mitume na manabii wameshindwa kuwaeleza baadhi yao ya kwamba Yesu Kristo ni chakula. Badala yake wamefanya mradi wa kudanganya ulimwengu ya kwamba upako unapatikana ndani ya maji. Nasema hivi, unaweza ukaendelea kuibiwa ikiwa utataka kuendelea kuibiwa. Unaweza kuendelea kupoteza fedha yako na mali yako ikiwa utataka kuendelea kupoteza fedha. Lakini iko nafasi kwa mtu mwenye imani ya kutaka kumfahamu Yesu kama chakula na kama maji yaliyo hai. Bwana Yesu asifiwe. Iko nafasi kwa ajili yako wewe ambaye unasema, ninaumwa, nina shida, lakini bado nimeshindwa kutofautisha wapi niende. Nenda kukaribisha kwa Yesu, kwa kuwa yeye ni chakula cha uzima wa milele, na yeye ainywe damu yake hata kuwa na kiu tena. Bwana Yesu asifiwe. Ule mstari wa
kitabu cha Yohana, tunatembea na kitabu cha Yohana sura ya 6, na nitakuwa nakupeleka kwenye pointi za somo letu, Yesu ni chakula cha ulimwengu. Mstari ule wa 48, Biblia inasema 48 sura ya 6, Biblia inasema mstari wa 48, mimi ndimi chakula cha uzima. Mimi ndimi chakula cha uzima. Mimi ndimi chakula cha uzima. Unataka uzima, unataka kupona, unataka kufunguliwa, unataka maisha yako yabadilike, unataka wokovu wako ukue, unataka umuone Mungu kwenye maisha yako, anza kusoma neno la Mungu. Anza kumkaribia Yesu. Anza kumfahamu Yesu. Hautayumba kwenye imani yako, kwa kuwa ndani yako kutakuwa kuna chakula, na chakula hicho ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na kitabu cha Yohana sura ya 6, na sasa twende mstari ule wa 58. 58, Biblia inasema, hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama Baba walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anadhibitisha ya kwamba yeye ndiye chakula, na yoyote akilaye chakula chake ataishi milele na milele. Imani imevamiwa na vitu vinaendelea, na kwa sababu watu wengi hatusomi Biblia, na kwa sababu watu wengi tunapenda kwenda bila kufahamu, lakini leo nimepata nafasi ya kukufahamisha mambo haya, ya kwamba Yesu Kristo ni chakula cha ulimwengu. Anasema katika Yohana hiyo 6 mstari wa 68, Biblia inasema, basi Simon Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele, nasi tumesadiki, tena tumejua ya kuwa wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unachotakiwa kufahamu wewe kama mwanadamu ni kwamba kusudi la Yesu ni nini kuja duniani? Kusudi la Yesu kuja duniani ni nini? Biblia inasema katika kitabu cha Yohana 16:3-16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa, nisikilize, hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu atakayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Bali awe na uzima wa milele.
Ninaposema hivi, nataka uelewe ya kwamba Yesu Kristo ni chakula cha ulimwengu. Huwezi kumfananisha Yesu na mitume wengine. Huwezi kumfananisha Yesu na manabii. Yesu hafanani na Isaya. Yesu hafanani na Eliya. Yesu hafanani na Ibrahim, na Isaka, na Yakobo. Yeye ni mteule kutoka mbinguni kwa ajili ya kuokoa ulimwengu na kukomboa ulimwengu kutoka katika dhambi na kusamehewa. Mitume wengine wote walifanya kazi na walikufa, hawakufufuka, lakini mwanaume Yesu pekee ndiye aliyetangaza ya kwamba nitakufa, lakini siku ya tatu nitafufuka. Na mimi nimekuja niseme na wewe kwa habari ya kwamba Yesu Kristo ni chakula, tena si chakula tu, ni chakula cha ulimwengu. Ni chakula cha ulimwengu. Unataka kupona, unataka kufunguliwa, unataka kukua kiimani, lazima umkaribie Yesu. Lazima umwamini Yesu. Lazima utafute uso wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Katika Yohana sura ya 4 kuna kisa kimoja cha mwanamke Msamaria. Mwanamke Msamaria alikutana na Yesu kisimani. Alikutana na Yesu kisimani. Tuanzie mstari ule wa mstari wa 6. Biblia inasema, na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani. Naye alikuwa yapata saa 6. Mstari wa 7, akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. Mstari wa 8, kwa maana wanafunzi wake walikwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hiki ni kisa kinachomuonyesha Yesu na mwanamke Msamaria. Wasamaria na Wayahudi kwa asili hawakuwa na maelewano mazuri, na wala hawakuweza kuabudu mahala pamoja, kwa kuwa mahali hapa kulikuwa na kisima cha Yakobo, lakini mahali hapo kulikuwa kuna mlima, na ule mlima uliitwa Mlima Genzi. Juu ya huo mlima kulikuwa na hekalu ambalo Wasamaria walifanya ibada katika huo mlima. Lakini nataka kusema nini? Nataka kusema kile Yesu alimwambia mwanamke Msamaria, ya kwamba yeye ni nani baada ya kukutana na mwanamke Msamaria. Twende ule mstari wa 10. Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Mstari wa 10. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua kalama ya Mungu
kama ungalijua kalama ya Mungu, naye ni nani ambiaye nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye, naye angelikupa maji yaliyo hai. 11. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea na kisimani ni kirefu. Basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Mstari wa 12. Je, wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo, aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake na wanawe pia na wanyama wake? Mstari wa 13. Yesu akamjibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena. Mstari wa 14. Walakini yoyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema nini? Yesu ni chakula cha ulimwengu, na yeye kwa yoyote anayemtafuta akiwa na shida, ukiwa na shauku, ukiwa unahitaji mabadiliko, anamwambia mwanamke ya kwamba mimi ndimi maji ya uzima. Ukinywa maji haya ya kisima hiki utapata kiu, lakini yeye nitakayempa maji, nitakayempa uzima, nitakayempa uhai. Tafasiri ya maji ni nini? Tafasiri ya maji ni uhai, ya kwamba yeye ni uhai na maji yake yanaleta uhai ndani ya mtu. Maji yake yanaleta uzima ndani ya mtu. Ulikuwa unaumwa, lakini ikiwa utayaamini maji nitakayokupa, utakuwa na uzima. Ikiwa utaamini maji yatokayo kwangu, utafunguliwa. Ukiendelea unaona mazungumzo ya Yesu na yule mwanamke. Wanafika mahala anamwambia, hamtaabudu tena katika mlima huu, bali waabudu halisi imewapasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. 21, 22, 23. Mistari hiyo ya 21, 22, 23. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mpendwa, Yesu ni chakula cha ulimwengu. Na kuja kwa Yesu duniani ni kwamba ulimwengu ulikuwa hauna mbadala. Wanadamu walitenda dhambi. Mungu akatafuta suluhisho la kumtafuta mwanadamu, ili mwanadamu apate msamaha. Kwa kuwa tusingeweza kuchinja mbuzi wala ng'ombe wala kondoo ili kwenda kuomba toba. Kwa kuwa zamani walikuwa wanachinja mbuzi, ng'ombe, kondoo, ngamia ili kuomba msamaha. Lakini Mungu akaona wako wanadamu ambao hawataweza kuwa na mifugo, wako wanadamu ambao hawataweza kuwa na njiwa, wako wanadamu ambao hawataweza kuwa na mbuzi, wako wanadamu ambao hawataweza kuwa na ng'ombe. Yuko mwanadamu ambaye hataweza kumiliki hata kuku nyumbani kwake. Ndipo Yesu alitazama duniani, na kwa kuwa anampenda mwanadamu aliyemuumba, akamtuma mwana wa pekee duniani, ambaye ni Yesu Kristo. Biblia inasemaje kwenye kitabu cha Yohana 3:17-18? Biblia inasema, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni
ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Ulimwengu unataka vitu vinavyoonekana, lakini nimekuja niseme neno moja katika mafundisho haya ya Biblia, ya kwamba Yesu Kristo ni chakula cha ulimwengu. Kwa nini Yesu ni chakula cha ulimwengu? Nasema Yesu akawaambia Wayahudi, anilaye mimi ana uzima wa milele. Na unaona huku katika sura ya 3 mstari ule wa 17 na 18, maana Mungu hakumtuma mwana ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Maana yake nini? Kitu kinachookolewa ni kitu kilicho kwenye hatari. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu alitenda dhambi kiasi ya kwamba asingeweza kumkaribia Mungu kwa siri ya mwanadamu. Na wewe ni shahidi, unajua kabisa na unaona namna ambavyo ulimwengu unaendenda. Watu wengi wanapenda kuambiwa neno barikiwe. Watu wengi wanapenda kuambiwa neno pokea magari. Lakini nimekuja niseme na wewe neno moja. Unataka baraka, mpokee Yesu. Unataka kuinuliwa, mpokee Yesu. Unataka ufanikiwe, mwamini kwanza Yesu. Kwa kuwa waweza kuwa na fedha nyingi, lakini kama huna Yesu, fedha zako si kitu. Kama hautamwamini Yesu, mwokozi wa ulimwengu, dini yako haitakusaidia. Biblia inasema asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Amekwisha kuhukumiwa. Lakini iko neema, kwa kuwa bado tungali duniani, na iko nafasi kwa sauti hii unayoisikia. Ikiwa Yesu ni chakula, mwamini leo, liamini neno lake, kisha utembee katika maisha matakatifu. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana 1:1, Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Mstari wa 2, huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote. Maana yake ni kwamba tangu kuumbwa misingi ya ulimwengu, Yesu alikuwapo. Na Biblia inasema pasipo yeye hakikufanyika chochote. Pasipo Yesu hakikufanyika chochote. Kwa nini? Kwa kuwa yeye ni neno, na Mungu aliumba kwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Tembea na Yesu kama chakula chako. Acha kutumainia keki za upako. Acha kutumainia maji ya upako. Acha kutumainia vitambaa vya upako. Acha kutumainia mavazi ya kwamba yanaweza kukufanya uwe mtakatifu. Waweza ukavaa suti vizuri,
mchungaji umevaa tai kama mimi, lakini kama Yesu Kristo hajawa ndani yako sawasawa, akawa chakula ambacho usiku na mchana unakila, na damu yake ni wokovu wako, hautaurithi ufalme wa Mungu, na wala ule uzima wa milele hautaweza kuupata. Ninamshukuru Mungu ya kwamba umenisikia na utakwenda kuifanyia kazi neno hili. Naomba niseme na vijana ya kwamba muda unakwenda, muda hautusubiri. Naomba niseme na watumishi wa Mungu, naomba niseme na wachungaji, naomba niseme na wainjilisti, naomba niseme na mitume na manabii ya kwamba tulihubiri neno la Kristo, kwa kuwa siku zimeisha na yeye mwenye kanisa anarudi kulichukua kanisa lake. Waambiwe wanadamu ukweli ya kwamba hakuna mwokozi mwingine kama Yesu, ili wafanye maandalizi, kwa kuwa saa inakuja ambayo mwana wa Adamu atalichukua kanisa lake. Mungu akubariki. Asante kwa usikivu wako. Ni mimi Mwinjilisti Elisha na mchungaji wa kanisa la Pentekoste Motomoto. Asante, usiku mwema.